Qala sallallahu alayhi wasallam, kun kani'an takun ashkara nnas, kun kani'an takun ashkara nnas, kuwa mwenye kukinai sana utakuwa mwingi ukumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitosheka na kile Allah alichokupa, kuwa na qanaa, japokuwa mwanadamu hatosheki, kitakatomtosheleza yeye ni mchanga, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanadamu lao atapewa uwanja mzima wa dhahabu, atataka miwili, akipewa miwili atataka mitatu, akipewa mitatu atasema nikipata wanne sawa hapo, ukipewa wanne kila unachopewa wewe wataka zaidi. Hakuna kitakachokutosha basi ndugu yangu Islam illa turab. Pale utakapotiwa chini ya ardhi na ukafunikwa na mchanga, pale ndio umetosheka. Kwa hivyo ndugu yangu Islam, tumesema sallallahu alaihi wasallam, kun kani'an, kuwa mwenye kukinai, takun ashkara nnas, utakuwa mwingi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fadaili shukr annahu min a'zami khisali al-anbiya wal rusul, miongoni mafadhila za kushukuru, kwamba shukrani, shukru ni katika sifa kubwa za mitume al-anbiya, manabii wa Allah, wa rusul, na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa na sifa kubwa ya kushukuru. Qala Allah ta'ala, dhurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan shakura. Allah subhanahu wa ta'ala sema dhurriyatan, kizazi tulichokibeba pamoja na Nuh pale tulipomwokoa, innahu kana abdan shakura. Amsifu mtume wake, alikuwa na sifa gani? Abdan, ni mja, shakuran, mwenye kushukuru sana. Nabii Allah Nuh, unaposoma katika surati Nuh, Nuh alikuwa umri wake wote, maisha yake yote ni kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mwanadamu umri wake ni mchana na usiku. Nabii Nuh alikuwa mchana na usiku akiufanya kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, akimwambia ya Rab, inni da'awtu qaumi, nimewaita, nimewalingania watu wangu usiku na mchana. Angalia kazi alikuwa akifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamsifu innahu abdan shakura. Nabii Allah Nuh alikuwa ni mja mwenye kumshukuru. Wa qala ta'ala kuhusu Ibrahim, Allah akatwambia kuhusu Nabii Allah Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan lam yakun min almushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika Ibrahim alikuwa ni umma, ni mfano wenye kuigizwa, ni mtu mwenye kuigizwa kwa sababu vile alivyokuwa umma. Ibrahim alikuwaje? Ibrahim hanifan, mwongofu, lam yakun min almushrikin wa lam yakun min almushrikin, wala hakuwa katika washirikina. Sifa yake au miongoni mwa jambo kubwa aliyokuwa nalo, shakiran li an'umihi, shakiran li an'umihi, alikuwa ni mwenye kushukuru sana neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa za mitume na manabii, alikuwa ni mwenye kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layl hatta tatafattarat qadamah wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na yeye akisimama usiku mpaka miguu inamfura, mpaka miguu inafura kwa sababu ya ibada. Akiulizwa wafanya yote haya na Allah ashakusamehe madhambi yaliyopita na atakayokuja, ushasamehewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini jawabu lake alikuwa akisema nini? Akiwaambia wale wanaomuuliza, miongoni wanaomuuliza ni mkewe Aisha radhiallahu anha, akiwaambia afala akunu abidan shakura, basi ikiwa Allah amenisamehe madhambi yote, siri mja mwenye kushukuru, kumshukuru Allah kwa kunipa utume, kumshukuru Allah kwa kunipa wahi, kumshukuru Allah kwa kunisamehe dhambi zangu. Angalia alivyokuwa na sifa yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha na sisi pia tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kwenye Qur'an, balillaha fa'bud wa kun minash shakirin. Balillah, bali Allah subhanahu wa ta'ala muabudu, wa kun minash shakirin, na uwe miongoni mwa wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.